Miaka mingi iliyopita watu wengi waliamini game reserve ni kwa ajili ya wanyamapori pekee. Katika nchi ya Kenya, maeneo ya Bonde la Ufa ndipo ilipo hifadhi ya Lake Bogoria National Reserve. Ndani ya hifadhi hii si ajabu kuwaona wanyamapori wakilisha pamoja na wanyama wafugwao. Shughuli nyingine katika hifadhi hii zaidi ya utalii ni ufugaji wa wanyama na ufugaji wa nyuki. Shughuli kuu katika hifadhi ya Lake Bogoria ni utalii wa kuona wanyamapori, ndege na chemchemi za maji moto. Watalii hawa ni wale wa ndani ya nchi na watokao nje. Wote hao huiletea serikali mapato. Mapato hayo hutumika kwa shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi. Watalii katika Lake Bogoria National Reserve huja kuona wanyamapori, chemchemi za maji ya moto na flamingo katika ziwa Bogoria. Njia nyingine kuu ya uchumi katika eneo hili ni ufugaji wa wanyama kama mbuzi, kondoo na ng'ombe. Jambo linalomshangaza mgeni ni kuona wanyamapori wakila nyasi pamoja na wanyama wafugwao. Hebu tumsikilize mzee huyu mchungaji akieleza kuanzishwa kwa zoezi hili la kulisha wanyamapori na wanyama wafugwao. Wasee wakaketi, tukaongea. KWS alikuwa ameingia. Ikasema hapana, hii hakuna kuingia wanyama hii ya nyumbani kuingiza hapa, na hata watu wanakataswa. Na hapa kuna mambo mengi. Kuna hii maji, kuna makati na ni dawa. Kuna sehemu za kupata madawa zingine hapa na ambaye inaweza kutibu hata magonjwa ya binadamu, na ilikuwa imekataswa. Mpaka hivi majuzi wakafungua, akasema sasa kitu ile iko, wacha tukae. Na wakati huo tunaanza uhusiano, ilianzia kutoka hapo, uhusiano ya mnyama ya nyumbani na wanyama ya pori. Kwa sababu sisi wakati huo wengine kama tumeshachua umuhimu ya hii, tukaanza kukataza watu wengine, tukaanza kuchunga. Hata kama hawa wanachunga, sisi tunachunga zaidi. Kwa sababu kama mtu natoka naishi Kabarnet na kusema nachunga nyama ile ika hapa, ataweza kuchunga namna gani? Na inakuja saa hii na kurudi. Na wale iko kama kuna wawindaji, wakati narudi na kucha. Usuiaji ile tulitoa kama sisi wanyeji wa hapa, kuna njia mbili. Kwanza tuliambia nyinyi mkikuja, mnaona hii watu wanaochunga hii, wanaolinda hii wanyama wa pori, watu ya KWS, mkikuja kutoka nje na kuja kuua hii wanyama, wakikuja anakuja kukamata sisi. Hamuoni nyinyi ndio natoka mbali, sisi wenye kupatikana ni sisi. Kwa hivyo kile iko, mkikuja kama mtataka, sisi tutakustaki nyinyi. Sisi tunajua nyinyi, tutaambiana kwa wale na tupeleke, tulete hii watu mpaka nyumbani, manyumba mwenu. Bwana mifugo katika eneo hili la Lake Bogoria hapa anaeleza zoezi hilo lilivyoanza, linavyoendelea na matatizo yanayojitokeza. For our livestock and wildlife to graze together, that was opinion brought by the elders of this Bogoria region,
KWS and County Council of Koipatek and Baringo. They sat down, they decided that in order for the security of wildlife in Lake Bogoria, let the animals, the domestic animals and the wildlife graze together, because we are conserving wildlife, we are conserving, and then because of our benefits. We have different type of wildlife here in Lake Bogoria. We have flamingos, bats, animals like great akutus, warthogs, hyenas. We have baboons, antelopes. We have gazelles. We have the small ones called tik-tik, and all of them are of our benefits as a community. We are preserving them. We don't let anybody to kill them. If we see anybody trying to kill any wild animals, we report immediately to the wildlife and the administration, so that action will be taken on that person. There is communicable diseases between the small ruminant wildlife and domestic animals. And this disease is called sheep and goat pox. It is a viral disease. This is where we are tipping our animals. We are tipping our animals to control external parasites. These external parasites are of economical importance. The one which we are causing diseases to animals is ticks and then sessile. The type of parasite that we are using here is a synthetic pyrethroid. It kills the sessile and the ticks at once when they feed on the animals. And also, we are tipping to control other parasites like fleas, lice, and then nozzle boars. Naitwa Eric Boria, mchungaji. Mtu ya ng'ombe wanachanganyika, wanakula pamoja, kuna uhusiano mzuri sana. Serikali nasema ni sawa, lakini ni kulinda tusiue ng'ombe, wanyama wakae pamoja. Njia hii ya kulisha wanyamapori na wanyama wafugwao haikuanza kirahisi. Kabla ya utulivu huu, mambo yalikuwaje? Hebu tumsikie mtu aliyeacha kuwa mwindaji haramu akieleza. Nilikuwa mwindaji zamani sakale. Ilikuwa nasaidia paita, ulikuwa nakula nyama ya wanyama maburi. Niliacha sababu niliambiwa hii kitu inakuwa naharibu watu wakati lingine. Ukimaliza unafanya hiyo kazi ina mbaya, sio vile yenye huwezi kuwa tajiri milele. Si kwa na chochote nilikuwa nafanya. Hata nilikuwa nakula tu wanyama peke yao. Wanyama sasa wanakaa na wanyama yetu yenyisi wenyewe. Wanakula pamoja. Wakati mbeleni hawakuwa wanakula pamoja sababu lazima nifuate ng'ombe wala mbuzi nikiwinda hao wanyama. Haya wanyama wakiona ng'ombe sasa wanakimbia. Na sasa hivi saa hii wakati wa sasa hawakimbii sababu anajua kwamba hakuna waindaji wenye wanaoinda hao wenyewe. Nilikuwa mimi mwenyewe mwindaji mmoja, alikuwa na umbwa 14 na ilikuwa lazima umbwa yangu ikule. Kama sio wanyama wenye nikiwa ni 2, 3, 4 alafu umbwa ishibe.